تحفيظ 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 أونلاين madrasa yetu masomo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Walillahi alhamdu. هذه مجلسنا الأولى في كتاب دروس لغة عربية. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sana na salam Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hiki ni kikao chetu cha kwanza katika kitabu chetu Durusu Lughatin Arabiyya li ghairi natiqina biha. Na katika utangulizi lugha ya Kiarabu hiya asasul ilmi, ni msingi wa elimu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala qad anzala al-Qur'an ala lughatin arabiyya, ameiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ni lisanul arab, alikuwa anazungumza lugha ya Kiarabu, na maana sunna nazo zimekuja kwa lugha ya Kiarabu. Sasa ikawa hii lugha ni msingi wa elimu, kwa sababu vitu ambavyo tunategemea kuwa ni sheria vyote vimekuja kwa lugha ya Kiarabu. Na kwa ajili ya hivyo tutajifundisha masaili mbalimbali kuhusiana na lugha. Miongoni ya hivyo asmaul ashya, majina ya vitu, lakini pia af'al, vitendo, na vitu vingine ambavyo vinahusiana na lugha ya Kiarabu. Na imma baada ya utangulizi mfupi, kutokamana na wakati, tutaenda moja kwa moja katika somo la kwanza, ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal maana yake ni somo la kwanza, na hapa katika somo la kwanza tunakutana na hadha. Hadha hii ni ismun ishara, ni jina la kuashiria. Na katika tafsir maana hadha ismun isharati lilmufrad almudhakkar alqarib, hii ni jina la kuashiria, tena jina la umoja kwa vitu vyenye jinsi ya kiume vilivyopo karibu. Hiyo ndio maana hadha. Anakusema hadha kama hicho kitu fihi sifatin au jinsi dhakar, imechukua jinsi ya kiume hicho kitu. Na katika asmaul arab, majina ya Kiarabu, kuna majina al-mudhakkar wal muannath.
kuna majina yenye sifa au jinsi ya kiume, lakini pia majina yenye jinsi ya kike. Na walillahi alhamdu, kitabu chetu tunaona kina mfumo ya sura, hunaka suwar fi, kuna picha, na hii inamsaidia talib, mwanafunzi, ayafahama, kutambua kile kinachosoma. Na hii ni taisir lilulum, kufanyia uwepesi katika masaili ya ilmu. Na mwanzo kabisa akasema hadha albaytu, hadha baitu, hadha baitun, hii ni nyumba. Baitun manake ni nyumba. Hadha masjidun, huo ni msikiti. Masjidun ni msikiti, hiyo ni mufrad. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Maana kitabun manake ni kitabu. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Qalamun ni kalamu au peni, kwa lugha tunaita qalamun. Hadha miftahun, huu ni ufunguo. Miftahun manake ni ufunguo. Hadha maktabun, hii ni meza. Maktabun manake ni meza. Hadha sarirun, hiki ni kitanda. Sarirun manake ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Kursiyun ni kiti. Na katika darsu awal, mwanzo kabisa, tukaona majina takriban ya vitu 9 ambayo baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Hivyo yote vitu 9 ndio tumekuwa tumejifunza, pamoja na ismul ishara hadha. Baada ya hapo tunaenda kuona namna ya kuuliza swali, na hasa pale tunapouliza maswali tukiwa tunakusudia vitu ambavyo ghairu akil, visivyokuwa na akili. Kwa sababu katika mfumo wa kuuliza tunaweza tukatumia mfumo wa kuuliza kwa kuuliza vitu vyenye akili, ama ghairu akil, ama vile visivyokuwa na akili. Mfano tukisema ma tunatumia kwa vitu ambavyo ghairu akil, visivyokuwa na akili. Man tunatumia al-ashya'u aqil, vile vitu vyenye akili. Sasa hapa akachukua ma hadha, akachukua ma hadha. Ni nini hiki? Ni nini hii? Ni nini huyu? Ni nini hii? Hiyo ma hadha. Wanakuja tafsiri takuja kulingana na kile kitu, kwa sababu katika vitu kuna vitu itasema hii au hiki, huu, hivyo. Sasa itakuja swali kwa namna ya kile kitu. Mfano hapa akasema ma hadha, ni nini hii? Ma hadha, ni nini hii? Hadha baitun, hii ni nyumba. Hadha baitun, hii ni nyumba. Akasema hadha baitun, je, hii ni nyumba? Naam, ndiyo. Hadha baitun, hii ni nyumba. Naam, ndiyo. Hadha baitun, hii ni nyumba.
Wakati mwingine kuna namna ya kuuliza, imma unataka mtu kuuliza kwa kujua, au unataka kukiri mtu akiri kwa kile unachouliza. Ukisema ahadha, maana yake je, hiki, kwa maana namuuliza yule mtu. Sasa yeye anajua kile kitu kama ni hicho au sicho. Ikiwa ndicho atasema naam hadha, na kama sicho la hadha, hapana hiki, na itakuja jawabu ya kile kitu. Maana hamza ni je, hamzatul istifham ni hamza ya kuulizia swali. Tukaendelea mbele, akasema ma hadha, ni nini hili, ni nini hili. Sema hadha qamisun, hii ni qamis, shati au almalabis, ni nguo ambayo inavaliwa juu, ima iwe shati. Wakati mwingine qamis inaweza kawata kanzu, naweza kutumia qamis, lakini hadha qamisun, hili ni shati. Kwa tafsiri ya ala kusema qamisun bi maana shati, ni shati. Baada hapo akaendelea akasema hadha sarirun, je hiki ni kitanda. Hadha sarirun, je hiki ni kitanda. La, hapana. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. La, hapana. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Akaendelea akasema hadha miftahun, je hii ni funguo. Hadha miftahun, je huu ni ufunguo. La, hapana. Hadha qalamun, hii ni kalamu. La, hapana. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Akasema tena katika swali lingine, ma hadha, ni nini hii. Ma hadha, ni nini hii. Hadha najmun, hii ni nyota. Hadha najmun, hii ni nyota. Baada ya hapo tukao tumemaliza istifham ya kutumia ma. Akaendelea kutumia man, akasema man hadha. Man hadha, ni nani huyo. Na tulisema man tunatumia kwa vitu vyenye akili, asa mwanadamu isifati, kwa sifa yake, ima itakuwa sifa ya fani au sifa ya jinsi au kitu chochote kile kwa huyo mwanadamu. Akasema man hadha, ni nani huyo. Na tumesema man tunatumia kwa vitu aqil, venye akili. Akasema man hadha, ni nani huyu. Hadha tabibun, huyu ni tabibu. Hadha tabibun, huyu ni tabibu, daktari. Huyu ni daktari, mganga, huita tabib. Man hadha, kaendelea tena, ni nani huyo. Hadha waladun, huyu ni walad. Na hii itakuwa ni ashiyaul mudhakkar, vitu tulivyosema hadha tunatumia katika almudhakkar, vitu vya kiume vyenye jinsi ya kiume. Akasema man hadha, ni nani huyu. Hadha waladatun, hadha waladun, huyu ni mtoto. Katika vitu vya jinsi ya kike ingekuja man hadhihi, tungesema hadhihi waladatun, huyu ni mtoto, lakini ni mtoto wa kike. Lakini hii man hadha, ni nani huyu. Hadha waladun, huyu ni mtoto.
maana ni mtoto wa kiume. Kaendelea, man hadha, ni nani huyu? Hadha talibun, huyu ni mwanafunzi. Hadha talibun, huyu ni mwanafunzi. Akaendelea akasema, ahadha waladun, je, huyu ni mtoto? La, hapana. Hadha rajulun, huyu ni kijana mwanamume. Rajulun ni mwanaume, huyu ni kijana wa kiume, ni mwanaume huyu. Hadha rajulun, huyu ni mwanaume. Endelea kusema, hadha, ni nini huu? Hadha masjidun, huu ni msikiti. Na hii kuchanganya ni katika namna ya kutaka kuwaweka watu kufahamu. Naweza kukuta somo la man wakachukua ma, lakini min ajili, kwa ajili ya wanafunzi, kumfanya yule anayejifunza aweze kuchanganya kufahamu. Na kaendelea, man hadha, ni nani huyu? Hadha tajirun, huyu ni mfanyabiashara. Hadha tajirun, huyu ni mfanyabiashara. Ana Kiswahili tunasema huyu ni tajiri. Tajiri ni yule mtu anayefanya biashara, tunamuita tajiri. Hadha tajirun, huyu ni mfanyabiashara. Na kamalizia, hadha kalbun, huyu ni mbwa. Hadha qalbun, hadha kalbun, huyu ni mbwa. Baada ya hapo akaendelea akasema, hadha kalbun, je, huyu ni mbwa? La, hapana. Hadha qittun, huyu ni paka. Hadha kalbun, je, huyu ni mbwa? La, hapana. Hadha qittun, huyu ni paka. Hadha himarun, huyu ni punda. Hadha himarun, huyu ni punda. Akaendelea kusema, hadha himarun, je, huyu ni punda? La, hadha hisanun, hapana, huyu ni farasi. La, hapana, hadha hisanun, huyu ni farasi. Wama hadha, akasema, nani huyu? Hadha jamalun, huyu ni ngamia. Hadha jamalun, huyu ni ngamia. Ma hadha, ni nani huyu? Hadha dikun, huyu ni jogoo. Hadha dikun, huyu ni jogoo. Kaendelea kusema, man hadha, ni nani huyu? Man hadha, ni nani huyu? Hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu. Hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu. Akasema, ma dhalika, na kabla tuyafanya istimrar, kabla an nastamirra, apiendelea katika somo hili la hadha. Tumeona namna kuuliza maswali kwa kutumia jinsu za kiume wa imma jinsi za kike, lakini sio hivyo tukaviona vitu aqil wa ghaira aqil. Tumejifunza vitu vya kiume, lakini pia tukajifunza vile vitu aqil wa ghaira aqil, yenye akili na visivyokuwa na akili, namna ya kuuliza maswali. Sasa yambaghi li taliba, yapaswa kwa mwanafunzi, mutalibu na mwanafunzi wa kiume pia, ayahtamna, atilie umuhimu,
al-ashya'u, vitu ambavyo tumejifundisha, kwa sababu fihi, ndani yake, ndani ya hivi kuna asmaul ashya, majina ya vitu ambavyo tumejifundisha. Miongoni mwa hivyo tumejifundisha sarirun, ikiwa na maana ya kitanda, lakini pia tumejifundisha kursiyun, ikiwa na maana ya kiti, maktabun, meza, miftahun, funguo, qalamun, kalamu, kitabun, kitabu, baitun, nyumba, masjidun, msikiti, babun, mlango, qamisun, shati, najmun, nyota, na vitu vingine vingi. Tunamwomba Allah atujalie tawfik fi amal salih.